أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Katika kikao kilichopita tuliongea kuhusiana na mukaddima, yani utangulizi wa sharia na mujtama inshallah taala, na tuliona kwamba mujtama kama mujtama iko na mawasiliano, yani wao kwa wao wana mawasiliano. Wale wanajamii ambao kwamba wanapatikana katika ile mujtama, wao kwa wao watakuwa kuna mawasiliano, na lazima ili wawasiliane baadhi yao kwa baadhi, kuamiliana baadhi yao kwa baadhi, ni lazima kuwe na kanuni au sheria ambayo kwamba inakuwa ni yenye kuwaongoza. Lakini kinyume chake, ikiwa mujtama hakuna, inamaanisha kwamba hamna haja ya kuwapatia sheria au kuweka sheria kwa kitu ambacho kwamba hakipo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, Bismillahir Rahmanir Rahim, am lahum shurakaa shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah walaula kalimatul fasl laqudhiya bainahum wa inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Sadaqa Allahu al-aliyyul adhim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba am lahum shurakaun shara'u lahum min ad-din, au hao wana miungu ya kushirikiana au ya kishirikina walio watungia dini asiyoitolea idhini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walaula kalimatul fasli, na lau lisingekuweko neno la kupambanua. Kalimatul fasli, yani ni neno ambalo kwamba ni la kupambanua. Anasema la qudhiya bainahum, basi wangelikatiwa hukumu baina yao. Lakini anasema Mwenyezi Mungu wa inna dhalimina lahum adhabun alim, mpaka mwisho wa aya. Aya hii inaonyesha kwamba sheria na kila sheria ya mujtama ambayo kwamba ni sheria ya kiuhakika ambayo haina mapungufu ndani yake ni ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ama ya watu wengine ni sheria ambayo kwamba ni majazi, si sheria ambayo kwamba ni ya kutegemewa. Anasema saizi tutaingia katika unwan ya kwamba hajatun nas ila tashri'. Kwa nini watu kama watu wawe ni wenye kuhitajia sheria? Yani mathalan kwa nini kama jamii wanajamii, ama kwa nini mwanadamu kama mwanadamu awe ni mwenye kuhitajia sheria? Anasema kwamba al-insan, yani mwanadamu kama mwanadamu, fi hayatihi, katika uhai wake, yani katika maisha yake ya kila siku, muhtajun ila tashria, anahitajia kanuni, anahitajia sheria, kuandikiwa sheria na kutayarishiwa sheria. Ama pia au yeye mwenyewe awe ni miongoni mwa wana wa kutunga sheria. Lakini anasema liannahu, kwa ajili huyu mwanadamu, khuliqa, amekuwa ni mwenye kuumbwa, wa maahu quwwatan, yani mwanadamu kama mwanadamu ameumbwa, lakini huwa yuko na quwwa, yuko na uwezo mbili, mutanaziatan, zile uwezo ama zile nguvu mbili kila siku zinakuwa ni zenye kugongana. Uwezo gani? Quwwatu shahwa, yuko na quwwa, nguvu ya matamanio, ambaye kwamba ni miongoni mwa nguvu ambazo kwamba zinakuwa zenye kupigana. Allati tadfau ila shar, yani hiyo nguvu ya matamanio inamvuta kwa upande wa shari, yani kufanya shari. Fayatajawaz hududa, basi itakapomshinda mwanadamu nguvu ya shari, huwa anavuka mipaka yake, bintihaki alhurumat, kwa kufanya vitu ambavyo kwamba ni haramu. Yani huyu mwanadamu
wal-i'tidai ala al-ghayr, na kufanya uadui kwa watu wengine. Lakini kupitia nguvu gani? Kupitia hii nguvu ya shahwa, nguvu ya matamanio. Hiyo ni nguvu ya kwanza. Alafu ya pili, wa quwwatul aqli, na nguvu ya akili, allati tad'uhu ila alkhair, ambayo kwamba siku zote akili inamnadi na inamuita katika kufanya kheri, inamuita katika kufanya mambo ambayo kwamba ni mambo mazuri. Anasema fayasiru fi tariq, basi wakati huo atakuwa ni mwenye kufata njia au kuenda na njia ambayo kwamba ni sawa, mu'tadilan fi kulli shay, kwa hali ambayo kwamba atakuwa yuko wastani, atakuwa yuko kati na kati ya kila kitu, yani atakuwa anaenda na kipimo kwa kila kitu. Lakini anasema kwamba wal aqlu wahdahu, yani akili peke yake, la yastati'u, haiwezi. Akili peke yake kama akili, la yastati', akili haiwezi pigana na nini? Haiwezi muqawamat ash-shar, haiwezi pigana na shari, akili kama akili peke yake. Kwa nini? Anasema lianna dunia, kwa ajili dunia ni sehemu ambayo kwamba, na sisi wote tunashuhudia kwamba dunia ni sehemu ambayo kwamba machafu na vitu ambavyo kwamba vinavyopoteza mwanadamu vimejaa, allati tuthiru fi nufus, ambayo kwamba vile vitu vile vya kiupuzi vinakuwa ni venye kujaa kwa nafsi. Anaendelea ambazo kwamba hivyo vitu ndo sababu ya mtu kufanya machafu, ndo sababu ya mtu kufanya maovu. Fayandafiu linsan ila tahqiqi raghabati, basi mwanadamu anasukumika na kusukumika ili kutekeleza vitu ambavyo kwamba anavyovihitajia, allati taqifu inda had, ambayo kwamba inasimama katika hadi yake, katika mipaka yake. Anasema wa tarikhu asdaq, na tarikh na historia pia inashuhudia kwamba shahwa, matamanio ambayo kwamba inamdanganya mwanadamu, historia inatuonyesha kwamba na inatudhihirishia kwamba shahwa na matamanio na mapenzi na kupenda dunia ni vitu ambavyo kwamba vinavyoangamiza. Fakam min hawadithin, basi anakuja anasema, basi ni matokeo mangapi, waqaat, ambayo kwamba yametokea, atharatha shahwa, ambayo kwamba haya matokeo yaliyotokea ni shahwa, ndiye ambaye kwamba imekuwa ni yenye kusababisha, lakini sio tu kusababisha, ajaza al-aql, akili imekuwa ni yenye kushindwa. Yani akili kama akili imekuwa ni yenye kushindwa kufanya nini? Kuzuia, ambaye kwamba matukio yake ni nini? Anasema aqabataha shururun atham, ambaye kwamba baadaye akili iliposhindwa, baadaye akili ilipowekwa chini, basi ikawa ni yenye kufuatia nini? Ikawa ni yenye kufuatia madhambi na shari na makosa mengi tu. Hivyo ndio maana anasema wa min huna, na kuanzia hapa, kana la budda lilaql, baada ya kujua kwamba kuna nguvu mbili, lakini nguvu moja ina uwezo zaidi, ambayo kwamba ni nguvu ya shahwa juu ya akili. Na vile tulivyoona kwamba akili kama akili yenyewe haiwezi pigana vita dhidi ya kuwa ya nini? Kuwa ya shahwa. Sasa ndo anakuja na natija, anasema wa min huna, na hapa solution nini? Kana la budda lilaql min mu'in, yani kwamba tutakubaliana sote kwamba la budda lilaql, yani lazima akili min mu'in, iwe na msaidizi ambaye kwamba msaidizi anafanya nini? Yusaniduhu, ambaye kwamba akili sasa atakuwa anamtegemea huyu msaidizi, hatta tataghallab quwwat alkhair, hadi
iwe ni yenye kushinda quwwatul khair, afwan, iwe ni yenye kushinda nguvu ya kheri, au fil aqal, au kwa uchache, tataadal quwwatan, nguvu hizi mbili ziwe ni zenye kuwa katika mstari mmoja, si nguvu ya shahwa iwe ni yenye kuzidi nguvu ya aqli. Na hapo anasema baada ya kuwa akili lazima itegemee kitu kingine, na baada ya kutegemea hicho kitu ima akili iwe yenye kushinda ama ziwe katika mstari mmoja pamoja na hiyo nguvu ya shahwa. Lakini anasema natija yake ni nini? Ili mwanadamu awe ni khalifat Allah, ili mwanadamu awe ni khalifa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yuqimu hududahu, anakuwa ni mwenye kusimamisha mipaka yake, anakuwa ni mwenye kusimamisha amri zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa yaraa maharima, na pia atakuwa ni mwenye kuchunga vitu alivyoamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa mpaka hapa tunaweza ulizana, huyu muin, huyu msaidizi ambaye kwamba anafaa kumsaidia akili ni nani? Tunaweza ulizana. Natija yake au majawabu yake ni kwamba wa hadha almuin, na huyu msaidizi, hiya alqawanin, ni kanun ambayo kwamba tumayizu alkhair min ashar, ni kanuni ambayo kwamba inamayizisha, inatofautisha baina ya kheri na baina ya shari, wayubayin, na inabainisha pia kulla fardin, inabainisha kila nukta maalahu, au inabainisha kila moja maalahu min huquqin wa ma alayhi min wajibat, na inabainisha kila ambayo kwamba ina haki yake na kila ambayo kwamba ina wajibu wake. Sasa mpaka hapa tumejua kwamba akili inategemea sheria na inategemea kanuni ili iweze kufikisha mtu katika natija ambayo kwamba inayofaa. Nukta ambayo kwamba inafuata alqawanin alwadhi'iyya. Sasa katika kanun kama kanun, kuna ile kanun ambayo kwamba wanaita alqawanin alwadhi'iyya. Alqawanin alwadhi'iyya tunasherehesha saizi, ambayo kwamba maana yake nini? Anasema walqawanin alwadhi'iyya, na kanuni ambayo kwamba mwanadamu mwenyewe ndiye ambaye kwamba anayetengeza na anayeweka na anayeandika na anayetayarisha. Mahma irtakat, hizi kanuni kando na kwamba itakuwa ni yenye kupanda, kando na kwamba kivo vote vile iwe ni yenye kutayarishwa, la tuhaqiq, haiwi ni yenye kufikisha mtu katika nini, ala akmal wajh, haiwi ni yenye kufika katika mustawa nzuri, haiwi ni yenye kufika katika martaba ya juu, haiwi ni yenye kuwa kamilifu. Kwa nini? Liannaha, kwa ajili hii kanuni ambaye kwamba ni mwanadamu ndiye ambaye kwamba ameitengeza, ni nini? Ni tajul fikri linsani. Hizi kanuni ambaye kwamba ni zinaitwa alqawanin alwadhi'iyya ni natija ya mwanadamu ambaye kwamba yeye mwenyewe ameketi na akaandika, na baada ya kuandika akawa ni mwenye kuifata, wakati ambao kwamba pengine kuna natija ambazo kwamba zinaweza tokea baadaye, inshallah taala tutaona. Lakini anasema waqad ajaza al-aqlu al-bashari an muqawamati shar, lakini kando na kwamba hizi kanun alwadhi'iyya ambazo kwamba mwanadamu ndiye ambazo kwamba ameziweka kwa ajili ya muamala baina yao kwa wao, lakini anasema waqad ajaza al-aql, akili pia imeshindwa, akili mwanadamu pia imeshindwa an muqawamati shar, yani kupigana na shari. Wala adal ala hadha, na hakuna dalili nzuri ya kitu ambacho kwamba tulichosema na nukta ambayo kwamba tuliyosema, mfano wake kama nini? Min kithrati ta'dil, kwamba baada ya siku kadhaa katika hizi kanuni za mwanadamu aloandaa
na aloziandika atahitajia kufanya nini? At-ta'dil. At-ta'dil ni ile kurudi katika zile kanuni na kufanya marekebisho pahali, marekebisho pengine katika hii nukta kipengele tunahitajia hivi, pengine kwa ajili ya idadi ya watu walikuwa ni wachache wakati ambao kwamba hiyo kanuni ambayo kwamba imeandaliwa ilikuwa inaenda na hiyo idadi ya watu wachache. Sasa watu wameongezeka, kwa hivyo lazima waongeze. Mfano, itafika wako katika zama fulani wanawake walikuwa hawajaangaliwa haki yao, kwa hivyo baada ya muda tena hiyo haki ya wanawake iwe ni yenye kuweko. Haya, baada ya muda tena, baada hivyo hivyo mpaka mwisho. Kwa hivyo anasema wala adal ala hadha, na hakuna dalili nzuri ambayo kwamba inatuonesha katika nukta ambayo kwamba tuliyosema min kithrati ta'dil, kama vile wingi wa marekebisho katika hizo alqawanin alwadhiya wa taghyir, na mabadiliko katika hizo kanuni za wanadamu. Ili ifanye nini? Kwa nini wanaweka mabadiliko? Kwa nini katika hizo kanuni ambazo kwamba ni mwanadamu ndiye ambaye kama ametayarisha, ni lazima kuwe na mabadiliko, wakati mwingine lazima kuwe na marekebisho. Anasema ili zile aibu ndogo ndogo au aibu kubwa kubwa ambazo kwamba zilikuwepo ziweze kufichwa na ziweze kufunikwa, wasaddi thagharat, na kuweza kuficha hizo vipengele ndogo ndogo, allati tatakathar fi binaiha kullama tala zaman tatbiqiha, ambazo kwamba zinastahiki ziwe ni zenye kufunikwa hizo shimo ambazo kwamba zipo katika hizo kanuni. Kullama tala zaman tatbiqiha, yani kila zama ambayo kwamba itakapofatwa hizo qawanin, yani kanuni za mwanadamu, kila zama kanuni hizo zitakapofatwa, basi zitakuwa ni zenye kuhitajia zaidi na zaidi at-ta'dil na taghyir. Na anasema wayarji dhalik, na yote hayo mabadiliko katika kanuni au kuwa ni yenye kubadilisha vipengele vya kanuni, anasema zote na zote zinarudi katika nini? Ila tafauti al-uqul al-bashariya, kutofautiana katika akili za wanadamu. Kwani tunaona kwamba wanadamu, na tunakubaliana sote kwamba mwanadamu kama mwanadamu au wanadamu kama wanadamu, akili yao ni tofauti. Kila mmoja ana akili na ambayo kwamba mwingine hana, yani kila mmoja ana fikra yake. Ndio maana anasema wayarji dhalik, na zote marekebisho na mabadilisho ya hizo kanuni zote zinarudi upande. Kwa nini zinarudi upande gani? Ila tafautil al-uqul al-bashariya. Sababu ya hizo zote ni kwa nini? Ni kwa sababu ya akili za binadamu zinakuwa zenye kutofautiana, fi idraki lil umur, yani kufahamu hizo akili, yani hizo akili zinafahamu vipi mambo. Kuna akili inadiriki masala fulani kwa njia fulani, kuna akili inadiriki swala fulani kwa njia fulani. Kwa hivyo akili huwa zinatofautiana, wakhtilaf, na pia kukhitilafiana maqayisi alkhair wa shar fi nadhariha, na pia zinatofautiana katika nini? Katika maqayis, katika kupima khairi na shari katika mtazamo wake wa hizo akili. Na pia nasema wa qasr idraki li haqaiq al-ashya' al-ghamida, na pia akili wakati mwingine inakuwa na taksir, yani inakuwa iko na kipimo ya kudiriki baadhi ya vitu ambavyo kwamba havionekani, au kudiriki baadhi ya vitu ambavyo kwamba havieleweki, ambayo kwamba ni ghamida, ambayo kwamba iko juu ya uwezo wake. Kuna bahath katika nyanja nyingine wanasema kwamba wanaita mantiqatul firagh al-aqli, yani hiyo ni mantika, yani ni sehemu ama ni sehemu ambayo kwamba akili itakapofika
haiwezi diriki baadhi ya vitu, bali inakuwa ni yenye kusimama. Mfano, akili inajua kwamba na itakaporudi katika Qur'an, itakaposoma aya ya wudhu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaeleza aya ya wudhu vizuri. Sasa itakaporudi katika swala, akili inadiriki kwamba inafaa tuswali, lakini akili inafika pahali inakoma, inasema kwamba mimi katika hii mantika, yani katika sehemu hii ambayo kwamba mimi nimefika, siwezi elezea jinsi ya swala, siwezi elezea jinsi ya kutawadha, siwezi elezea jinsi ya kuelekea qibla na vitu kama hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hivyo vitu viko juu ya uwezo wa akili. Kwa hivyo akili itakapofika katika mji huo, inaona kwamba hapana, mji huu ndo mwisho wangu. Baada ya hapo ni sheria Mwenyezi Mungu ndiye ambaye kwamba sasa itakuja iwe ni yenye kuelezea inafaa tusali vipi, inafaa tufunge vipi, inafaa. Kwa hivyo ndio maana anasema kwamba waqasar idraki ala haqaiq alashya alghamida, na pia akili ina mipaka ya kudiriki baadhi ya vitu ambavyo kama ni vitu vya uhakika, ambavyo kama ni alghamida, ambayo kwamba ambayo kwamba ni ngumu kueleweka. Wa adamu istitlaiha, na kutoweza kukashifu na kutoweza kudhibiti na kudhihirika kitu, likashfi ma juu bihi almustakbal, kwa vitu ambavyo kwamba vinavyokuja mustakbal, akili haiwezi diriki min ahdath, katika mambo mbalimbali. Wa adamu ismatiha min alindifai waraa shahawat, na pia akili haiwezi zuia msukumo wote ule ambao kwamba unatokamana na shahwa. Akili ni ngumu sana tena sana, na kwa percentage fulani inaweza, lakini nguvu ya shahwa iko na uwezo wa hali ya juu. Kwa hivyo ndo anasema wa akhiran khuluwa min unsurei, na mwisho akili hizi kuwa mbali na nini? Na dini na akhlaq, alladhaini yarji ilayhima alfadl fi tahdhibi nufus wa bihima yaumu tamdhim dhahir alinsan wa batinuhu, na yote ni kwa ajili akili itakuwa iko mbali na dini na iko mbali na akhlaq. Lakini lao akili itakapofungamanishwa na hivi vitu viwili, dini na akhlaq, yani dini itaweza kuvuta akili na kuambia sasa, akili kwa hii mantika alfiragha ambayo kama umefika, kuna nyingine pengine zaidi unafaa kwenda mbele kidogo. Dini inaweza ipanua zaidi. Alafu pia akhlaq itaweza saidia pia adui ya akili kupunguza makali yake, ambaye kwamba ni nafsi. Kwa ajili mtu atakaposoma akhlaq inaongea kuhusiana na masala ya tahdhibu nafs, yani kusafisha nafsi, na itaweza kumsaidia pia kupunguza makali ya vita dhidi ya akili, ambapo kwamba ndo chombo cha kuweza kufikiria. Kwa hivyo ndo anasema walihadha, na kwa sababu ya yale tuliyosema, kulluhu, yote hayo, kana al-iman, ilikuwa imani, bitilka alqawanin, kwa hizi kanuni ambazo kwamba ni alqawanin alwadhiya, ambaye kwamba ni kanuni ambaye kwamba mwanadamu ndiye ambaye kwamba ametengeza dhaifan, ni dhaifu sana. Tunataka tueleze kidogo, yani imani yetu kuelekea hizi kanuni za mwanadamu ambaye kwamba yeye mwenyewe ndiye ambaye kwamba ameitengeza kupitia akili yake mwenyewe, na kwa sababu ambazo kwamba tumezitaja, inakuwa ni imani kuelekea hizi kawanin ambazo kwamba ni za wadhi, inakuwa iko chini sana. Walkhudhu laha, na kuitegemea, manshauhu alkhawf, kuitegemea inawezekana asili yake ni kuogopa, min alwuqu tahta tailati aliqab, yani kuogopa kuingia katika
iqab, yani kuingia katika adhabu. Faidha amina almar'u janiba, kwa hivyo mwanadamu atakapokuwa yuko salama katika hizi kanuni za wanadamu, lam yakun fi nafsi athar, haiwezi kuwa katika nafsi yake kuna athari yoyote, wala ihtiram wala heshima aina yote ile. Sisi tunaona kanuni ambazo kwamba wanadamu wamezitengeza, ambazo kwamba ni za alqawanin alwad'iyya, ambazo kwamba wanadamu wamezitengeza, wanadamu wanazitii ndio kwa ajili tu ya uoga, kwa ajili ya kuogopa, lakini ile uhakika na uhakika ni kwamba haina athari kwao, haina athari ya chochote, yani haitakuwa iko na athari aina yote, wala haitakuwa iko na heshima yoyote kwa huyu mwanadamu, wala mwanadamu hatakuwa yuko na heshima kwa hizo kanuni. Kwa hivyo anasema walam yakun buddun min arrujuu, kwa sababu hii ambayo kwamba tumesema hamna budi kurudi ila alqanuni samawi, kurudi katika kanuni za mbinguni, kurudi katika kanuni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi yamliku ala nnasi mashairahum, ambayo kwamba inamiliki, alladhi yamliku ala nnas, ambayo kwamba inamiliki na inamilikisha watu mashairahum batinahum wa dhahirahum ala haddi sawa, ambayo kwamba inaweka wanadamu katika kwa dhahiri yao na batini yao na undani wao, inaweka katika mstari mmoja, hatta yaqa alimtithal lahu an ridha, hadi kutekeleza zile kanuni za mbinguni, kanuni za kuuza, kanuni za kununua, mathalan kanuni za kuongea, kanuni nyingi tu. Sasa hizo kanuni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inaweka wanadamu wote katika mustawa moja, ya kwanza. Ya pili, wanadamu pia wanatekeleza zile sheria za Mwenyezi Mungu anridha, kwa ridha wa raghba, na kwa matamanio ya hali ya juu, la an khawfin wa rahba, sio kwa kuogopa kwamba hizi kanuni ambazo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka ni kanuni za kuogopesha na vitu kama hivyo, wa rahba, walan yakuna illa min sun'i khaliqi albashar, na haiwezi kuwa kanuni ambayo kwamba watu wanatekeleza kwa mapenzi, ambazo kwamba watu wanatekeleza kwa kupenda, ambazo kwamba watu wanatekeleza sio kwa kusukumwa, bali wao wenyewe ndio ambao kama wanajisukuma, wanapenda zile hukumu. Haiwezi kuwa hizo hukumu isipokuwa kutoka kwa nani? Min sun'i khaliqi albashar, kwa mkono wa Mwenyezi Mungu, au kwa mkono wa nani? Wa yule ambaye kwamba ameumba binadamu. Al-alim bi asrari nufus, ambaye kwamba ni mjuzi na mjuzi zaidi kwa siri zilizofichika kwenye nafsi, wa asrari almustaqbal, na ambaye kwamba anaelewa siri ya mustakbal, wama yajiu bihi min ahdathi, na yale ambayo kwamba pia yanakuja katika mustakbal, na yale matukio ambayo kwamba yanakuja kwenye mustakbal. Kwa hivyo anamalizia anasema, wallahu subhanahu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alladhi khalaqa al-insan, ambaye kwamba huyu Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu. Khalaqa al-insana, amemuumba huyu mwanadamu. Waja'alahu khalifata, na huyu muumba akajalia mwanadamu kuwa ni khalifa wake, fi ardhi, katika ardhi yake. Kwa nini amemjalia? Liyuamiraha, ili aweze kustawisha ardhi hii, ila hin yuhasibuhu ala ma qaddamat yada, hadi siku ambayo kwamba huyo khalifa amewekwa katika ardhi hii, na hadi siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamchukua na amuulize, sasa nini ambayo kwamba umeitenda, ni matendo gani ambayo kwamba ulichoitenda, fayujazihi, basi awe ni mwenye kumlipa kwa yale ambayo kwamba ameyatenda. In khairan, basi ikiwa huyu mwanadamu atakuwa ni mwenye kutenda khairi, fa khair, basi ni khairi, wa in sharran, na ikiwa huyu mwanadamu ametenda kitendo ambacho kwamba ni cha shari, fa shar, basi atalipwa na shari. La yatruku hadha al-insan min duni tashri,
hamwache huyu mwanadamu, au tuweke katika fi'l mabni lilmajhul, la yutraku hadha linsanu, hawachi huyu mwanadamu, min duni tashri', bila ya kupatiwa kanuni, bila ya kupatiwa sheria, yunadhimu hayata, ambaye kwamba inapanga maisha yake, inapangilia maisha yake. Wa yuqimu al-adla, na hiyo sheria pia inasimamisha uadilifu, yani inasimamisha uadilifu katika ardhi, baina afradihi, baina ya wana jamii, ama baina ya wanadamu kwa wanadamu. Wa kaifa yatrukuhu, na vipi Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumwacha huyu mwanadamu? Vipi huyo Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kumwacha mwanadamu? Wa huwa alhakimu alkhabir, wakati ambapo Mwenyezi Mungu ni mwenye hekima ya hali ya juu na mjuzi wa hali ya juu, albarr arrahim biibadi, ambaye kwamba anayejua waja wake, mrehemevu, mtenda wema kwa waja wake. Hivyo ndo maana anasema yakulu jalla sha'nu, anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hii ambaye kwamba tumesema kwamba tuwezi tegemea alqawanin alwadhi'iyya, kanuni ambazo kwamba mwanadamu kama mwanadamu amekuwa ni mwenye kuzitengeza yeye mwenyewe. Tunahisi kwamba kuna mapungufu, lakini kanuni ambayo kwamba hana mapungufu ni kanuni ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na hii kanuni haiwezi kutufikia ila Mwenyezi Mungu awe ni mwenye kumtuma mjumbe. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sadaqa Allahu al-aliyyul azim. Anasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwamba inna arsalnak, hakika sisi tumekutuma wewe, inna arsalnaka bilhaq, hakika sisi tumekutuma wewe kwa haki, bashiran wa nadhira, kuwa ni mbashiri, mwenye kubashiria umma wake kwa wema, wa nadhira, na mwonyaji, yule ambaye kwamba anaonya umma wake kutokamana na adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Anamalizia Mwenyezi Mungu anasema, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, na hapana umma wote ule, hakuna umma wote ule ila ulipata mwonyaji kati yao. Hakuna umma, tutakaporudi katika historia, hakuna umma ambao kwamba ulikuja kama umma, isipokuwa ilikuwa kuna mwonyaji, kuna mtu ambaye kwamba ametumwa kuonya wale wanadamu au kuonya umma ule. Katika tafsiri ya aya hiyo ambayo kwamba tumeisoma, anasema kwamba yakfik, inakutosheleza baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuambiwa inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira. Anasema kwamba mmoja wa maulamai, fayakfika min adai wadhifatik, inakutosheleza wewe kutekeleza wajibu wako au wadhifa wako, an la tuqassir fiha, yani usiwe ni mwenye kuzembea katika zile wajibu ambayo kwamba umepawa. Ausil nidaaka ila masami'ihim, fikisha mwito wako wewe kwenye sikio zao za umma ambao kwamba umetuma kwao, ewe Mtume Muhammad. Bashirun bi thawabillah, wabashirie thawabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wakati Mwenyezi Mungu aliposema inna arsalnaka bilhaq bashira, alafu anaendelea anasema wa andhiruhum wa nadhira, wa andhiruhum iqaba, na kuwaonya adhabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sawaun istajabu, sawa wamejibu, wamekubaliana na wewe au hawajakubaliana na wewe. Kisha anasema innahu ta'ala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, qala fi ayatin, amesema katika aya nyingine,
mukhatiban, yani katika aya za mwanzo ambazo kwamba tulizozisoma, mukhatiban anakuwa ni mwenye kuhutubia nani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akisema in anta illa nadhir, yani aya kabla hiyo aya, walakinahu fil aya alula, lakini aya mwanzo katika aya hiyo akisema in bismillahir rahmanir rahim inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira. Ishara ni ishara ya nini? Ila anna rasul, aya hii inaishiria nini? Ya kuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqumu bihadha alamal min indi nafsi. Ni ishara ya kuwa Mwenyezi Mungu aliposema hakika sisi tumekutuma wewe, ni ishara ya kuonesha kwamba huko kutumwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sio yeye ndiye ambaye kwamba ametumwa au amejituma, wa innama huwa maamurun, na hakika yeye ameamrishwa min qibali llah subhanahu wa ta'ala, ameamrishwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na anaendelea anasema, wa idha kanatil ayatu sabiqa, na aya ikiwa aya iliyopita, kad rakazat ala al-indhar faqat, ingekuwa imeegemea kuonya peke yake, fali anna alhaditha kana haula aljahilin. Ndio maana anasema hadithi hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuongea na mtume wake ilikuwa anaongea kuhusiana na wale wajahilin, wale ambao kwamba walikuwa wanaishi katika dhuruf, katika maisha jahiliya, almuanidin, ambao kwamba walikuwa wamebobea katika kibri, ambao kwamba walikuwa wamebobea katika kufur, alladhina hum, wale ambao kwamba kal amwat, ni kama waliofariki, ni kama maiti, almaqburin, ambao kwamba wamezikwa, wako hai lakini wanaishi kama maiti, wako hai lakini ni kama wanaishi makaburini, alladhina la yataqabbalun, wale ambao kwamba hawakubali aya hadithi yoyote ile. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika aya, inna arsalnaka bilhaq bashiran wa nadhira. Kwa hivyo ndo anamalizia anasema, amma hadhihi alaya, amma aya hii, fa innaha, hakika aya hii, tuwadhih bishaklin kamil, inaeleza kwa njia kabaini kwamba wadhifat al-anbiya athunaiya, yani wadhifa ya manabii, ambayo kwamba wadhifa huo ni wadhifa imegawanywa mara mbili. Ya kwanza ni albushara, yani kubashiria umma wa hao manabii kwa wema, walindhar, na kuwaonya pia kwa wema. Akiendelea anasema muakidatan, aya hii inakuwa ni yenye kusisitiza zaidi na zaidi, fi akhiriha min jadid, mwisho wake tena, ala al-indhar, kwa kuonya, lianna al-indhar, kwa ajili ya kuonya huko, huwa al-qismu al-asas min da'wati al-anbiya, yani ndo msingi khasa na khasa wa da'wa ya manabii, yani kwa kulingania manabii fi qibali mushrikin. Anaendelea anasema, waljadir, na kitu kinachofaa, bilmulahadha, yani kwa kuangalia, tibqa lilaya, hala kwa aya ambayo kwamba iliyotangulia, anna kulla al-umam, ya kwamba kila umma na kila umma, kana fiha nadhirun ilahi. Nakumbuka tukisema kwamba alqawanin alwadhi'iyya, kanuni za wanadamu, kuna mapungufu. Kanuni ambayo kwamba nitategemea ni gani? Ni kanuni ambayo kwamba inatoka mbinguni. Sasa kanuni ambayo kwamba inatoka mbinguni, ni lazima kuwe na nani? Ni lazima kuwe na mwonyaji ambaye kwamba ni mtume au ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ambaye atakuja na kuelezea hiyo kanuni ya mbinguni. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema kwamba, na amesema, na saizi tuko katika kusherehesha, anna kulla al-umma, ya kuwa kila umma, kana fiha nadhirun ilahi, kila umma kulikuwa kuna mwonyaji ambaye kwamba yule mwonyaji anatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani maana yake ni nini? Kana fiha nabii, yani kulikuwa kuna nabii, ma anna al-ba'd, ya kwamba
baadhi na baadhi. Talaqa dhalika bimaana ausa, alikuwa ni mwenye kupata hiyo maana kwa maana pana. Bihaithu, kwa maana yani hii maana ya nabii. Bihaithu yashmulu lulama, yani kwamba inashimili maana hiyo maulama. Yani afwan, hii maana ya nadhir, sio maana ya nabii, maana nadhir. Yani hii maana nadhir, yani mwonyaji. Wengine baadhi ya maulama wanabeba hii maana ya nadhir, inabeba nani? Yashmulu lulama, inajumuisha maulamai na inajumuisha mahukama alladhina yundhiruna nnas, mahukama na maulama ambao kwamba wanaonya watu. Walakin hadha almaana khilaf dhahiru alaya, lakini anasema kwamba hii maana ya kwamba tukichukulia kwamba nadhir inabeba ulama na inabeba hukama, la, hiyo iko mbali. Lakini sisi tunashikana na maana kwamba nadhir kama ni nadhir ni ina maana ya nini? Ina maana ya nabii. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akisema kwamba wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, inamaanisha hapa nadhir maana yake ni nabii, yani hakuna umma ambao kwamba ulibaki pasina mjumbe anayewaonya hao au umma wake. Kwa hivyo ndo maana anasema na kumalizia ala kulli hal. Kwa hivyo kwa kila hali, falaysa maana hadha alkalam, sio maana ya maneno haya, an yab'atha fi kulli madinatin au an yub'atha, kwa wazni ya mabni lilmajhul. An yub'atha, au ni mwenye kutumwa, fi kulli madinatin, katika kila mji, au mantika, au katika kila kijiji, rasul, au ni mwenye kutumwa katika kila mji na kila kijiji mtume. Bali yakfi, bali kitu ambacho kwamba inafanya nini, inatosheleza nini? An tuballigha, kitu ambacho kwamba kinakutosheleza wewe mtume ni kufikisha nini? Da'wa, ni kufikisha. An tuballigha, afwan, sio mtume, anasema an tuballigha, yani kufikishwa da'wat ar-rusul au da'wat ar-rusuli, yani mwito wa mitume, wa kalamuhum, na maneno yao, asmaa al-mujtamaat al-mukhtalifa, yani tu katika masikio za mujtama mbali mbali, ambaye kwamba hii tutaeleza, itakuja baadaye mbele kidogo, kwamba sio wale ambao kwamba kuna nukta katika sheria wanasema kwamba sheria itakapokuja kupitia mtume sio lazima wale walioko na mtume ndo wafate, bali kuna wale ambao kwamba walosikia pia ni lazima wawe wenye kufuata, lakini itakuja sehemu yake insha Allah taala. Kwa hivyo ndo anasema wakalamahum asma almujtamaat almukhtalifa, yani maneno yao ifike tu katika masikio ya mujtama mbalimbali. Idh anna alquran yaqul, wakati ambao kwamba Qur'an inasema khala fiha nadhir wa lam yaqul khala minha nadhir. Insha Allah taala katika darasa ambayo kwamba inakuja tutakuwa ni wenye kuongea ndani zaidi kuhusiana na aya hii na kila nukta ambalo kwamba linahusiana na sharia insha Allah taala. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi